Na mtazamaji wa Faida Online TV, ni Field Dume ambayo imeshiriki ziara ya kamati ya fedha kutoka halmashauri ya Mtwara mkoani Mtwara, ambapo katika siku hii ya leo wameanza moja kwa moja kutembelea mradi wa kituo cha afya ambao unapatikana katika kata ya Msanga Mkuu ndani ya halmashauri hiyo ya wilaya ya Mtwara, na wamefika hapa kwa ajili ya kuweza kukagua na kujionea hali ya ujenzi, na nikwambie tu kwamba ujenzi huo umegharimu shilingi milioni 250. Baada ya hapo safari ikaendelea kuelekea moja kwa moja katika shule ya msingi Mayaya, ambapo napo wamefanya ukaguzi na kujionea hali ya ujenzi wa vyumba vya madarasa pamoja na matundu ya vyoo, ambapo napo gharama iliyotumika ni zaidi ya shilingi milioni 92 ya Kitanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Safari ikaendelea, wakahesabu baadhi ya vijiji kuelekea moja kwa moja kwenye kijiji cha Nanguruwe na kukagua ujenzi wa madarasa pamoja na matundu ya vyoo katika shule ya msingi Nanguruwe. Napo wameridhishwa na ujenzi wa miundombinu hiyo, na mwisho tumezungumza na baadhi ya wahusika wakituambia kile ambacho wamekipata katika siku hii ya leo. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Kwa majina naitwa Hassan Salum Salamata, ni diwani wa kata ya Diimba, mwenyekiti wa halmashauri Mtwara DC, pia ni mwenyekiti wa kamati ya fedha ya halmashauri Mtwara DC. Kwanza sisi tunashukuru, kabla ya yote tunamshukuru sana mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutuona sisi wananchi ambao tunapatikana kwenye mazingira ambao tuna mahitaji sana, hususan kwenye sekta ya afya, elimu, miundombinu na vitu vingi sana. Kwenye hii ziara ya leo tumejifunza vitu vingi, lakini kubwa ni kushukuru serikali yetu inajitoa sana. Tumeona tumezungukia miradi mitatu. Tumezungukia mradi wa kituo cha afya na miradi ya madarasa katika sehemu mbili tofauti. Kiukweli halmashauri yetu inajitahidi sana, wanajitahidi kwenye kusimamia miradi hiyo. Tumeona mradi wa kituo cha afya umeweza kuisha, umefika 100%, lakini pia kuna kiasi cha fedha kimebaki. Mradi wa madarasa pia shule ya Mayaya, kijiji cha Mayaya, tumeona pia kuna fedha zimebaki. Ni namna gani tunaona watendaji wa halmashauri yetu wamekuwa watu wema, yani wamekuwa wakiwafikiria zaidi wananchi kuliko kujifikiria wenyewe, kiasi kwamba fedha inatumika na inabaki. Kwa majina naitwa Mahmud Muhammad Sinani. Mimi ni diwani wa kata Msanga Mkuu, lakini vile ni mjumbe wa kamati ya fedha. Mmegundua nini kwenye miradi hii ambayo mmepitia? Miradi mizuri, miradi kusema kweli, nimeangalia sana quality ya kazi. Quality inalingana na pesa ambayo imetumika. Tuanze na kwenye kituo cha afya cha Msanga Mkuu ambayo ndio kata yako. Kusema kweli, kituo cha afya cha Msanga Mkuu kimekwenda vizuri, kimekwenda on time. Nilikuwa kidogo nina mashaka kidogo na time, kama unaweza kuattain ile time ambayo imekuwa stipulated in the contract, lakini bahati nzuri mafundi wanabidii sana na wameweza kuattain ile time ambayo imekuja kwenye contract. Kwa hiyo hapo ni shukrani sana za wasimamizi mahiri kabisa. Kwa hiyo vile nimeangalia kama Msanga Mkuu jinsi gani pesa imetumika. Pesa imetumika vizuri kwa sababu kuna albaki. Pesa imebakia. Kwa mara ya kwanza katika project kama ile tumeona kabisa, tumewitness jambo kama hili ambalo nimewapongeza sana wasimamizi, kwa sababu pesa imebakia. Kuna pesa ambayo takriban more than 20 million iko surplus. Kwa hiyo hii hela inaweza kwenda ikafanya mambo mengine vile. Napenda sana kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake, kwa sababu ya uongozi mahiri na uongozi ambao uko effective, ndio maana tunapata shule ambazo ziko katika quality kama hii. Kwa hiyo tukiendelea kufanya kazi namna hii, Mwenyezi Mungu akijalia, tutakuwa na mafanikio makubwa sana. Naitwa Shemsia Amanda, diwani wa viti maalum tarafa Mpapura. Kwenye ziara tulioifanya leo ya kamati ya fedha, kwanza imenipa faraja. Kwenye miradi mitatu tulozungukia, miradi iko vizuri na inaendelea vizuri, na ukiangalia uthamani wa pesa na ile miradi naona inauiana, haina shida yoyote. Kama sehemu za kurekebisha kwa wataalamu wetu tumewaelekeza, na bado marekebisho watakuwa naendelea, lakini kwa miradi yote mitatu
kuna wamebalansi, kuna kiasi cha pesa kimebakia, na miradi iko vizuri, imeendelea vizuri, yani imekamilika, lakini pia kuna pesa imebaki. Kwa majina naitwa Ali Selemani na Melekela, ni diwani wa kata ya Lipwidi Mtwara DC, lakini vile vile ni makamu mwenyekiti wa halmashauri na ni mjumbe wa kamati ya fedha. Kupitia kamati hii na ziara ambayo mmeifanya, tutegemee nini kwenye siku zijazo kwenu kama kamati ya fedha? Tegemea matunda mazuri, kwa sababu ni kamati ambayo iko makini, ni kamati ambayo ina wasomi, ni kamati ambayo ina wabobezi wa kila aina. Kwa hiyo naamini Mtwara vijijini safari leo wamepata baraza ambalo linaenda kuonesha sura mpya, na wananchi wategemea matunda mazuri ambayo kwa kweli tunaenda kuandalia. Tunachoomba wao ni ushirikiano tu, lakini sisi kama sisi tutatumia uwezo wetu, lakini tutashawishi kuhakikisha wananchi wanapata huduma kama vile Mheshimiwa Rais anavyotuagiza, na kuhakikisha tunasimamia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mimi jina langu Asha Chungumana, diwani viti maalum tarafa Mayanga. Unazungumziaje ziara hii ya leo? Kwanza nimefurahika na jinsi walivyotengeneza ile vitu vilivyopita tunatembelea, kwa mfano shule, kituo cha afya. Yani nimeona vina ubora. Vina ubora sana. Hakuna ulipoona kuna dosari? Yani dosari nimeiona ni ndogo sana kuhusiana na upande wa vyoo, masuala ya maji. Kwa mfano kama watoto wakitaka kwenda kujisaidia, hakuna maji ya kutumia. Yani mmekubaliana nini, mmetoa maagizo gani mara baada ya kuona hiyo changamoto? Tumetoa maagizo kusema yani ile pesa iliyobakia waiendee kwenye mambo ya maji. Maji yaingie mpaka kwenye vyoo, watoto wapate kuyatumia. Naam, mtazamaji wa Faida Online TV, kutoka kwenye ziara hii dume ambayo imetembelea katika maeneo mbalimbali hapa mkoani Mtwara ndani ya halmashauri ya Mtwara. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.